Muhtasari wa siku unaletwa kwako na Ikra 95.0 FM Nairobi. The station with a difference. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambo na karibu kwenye muhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Waziri wa masuala ya mambo ya nje Musalia Mudavadi ametaja jaribio la baadhi ya wabunge kutaka kusafiri hadi Taiwan kuwa la kizembe na ovu wakati Rais William Ruto alipokuwa ziarani China. Mudavadi amesema mpango wa wabunge hao kuzuru Taiwan ulinuia kukatiza juhudi za serikali za kuimarisha uhusiano wake na China, hatua ambayo si ya kizalendo na ni ya uchochezi. Akiongea wakati wa maswali katika Seneti alipofika mbele ya kamati ya Seneti ya usalama na mambo ya kigeni, tume ya huduma ya bunge ilisema kwamba ingekuwa hatua ya uchochezi. Kwingineko ni kuwa baraza la mawaziri limeagiza marekebisho makubwa ya bajeti huku serikali ikizidisha juhudi za kubana matumizi na kupunguza nakisi ya fedha. Katika kikao cha baraza la mawaziri kilichoongozwa na Rais William Ruto katika Ikulu, baraza la mawaziri liliagiza wizara kushirikiana na hazina ya kitaifa kubainisha marekebisho yanayofaa. Lengo ni kupunguza nakisi ya fedha katika asilimia 4.5 ya pato la taifa mwaka 2025 mwaka 2026 kutoka asilimia 5.3 wa mwaka 2023 mwaka 2024. Makadirio ya awali ya shilingi trilioni 4.3 sasa yatarekebishwa kabla ya kuwasilishwa bungeni. Na serikali imejitokeza kukashifu filamu ya BBC iliyopewa jina la Bunge la Damu, ikisema ina upendeleo na inalenga kuchafua sura yake. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura alitibua mashimo katika mchakato wa utayarishaji wa filamu hiyo, akidai kuwa filamu hiyo ina mwelekeo wa kudharau serikali kwa sababu zisizojulikana, kwani haikupa ofisi yake au hata Rais William Ruto haki ya kujibu au kuzingatia mtazamo wake. Na baraza la mawaziri limeidhinisha kufunguliwa kwa ubalozi mdogo wa Kenya huko Port-au-Prince, Haiti, ili kuunga mkono ujumbe wake wa kulinda amani na kidiplomasia katika Karibiani. Ubalozi huo pia utatoa msaada wa kimataifa kimkakati kwa jukumu la uongozi wa Kenya katika kusaidia kurejesha utulivu nchini Haiti. Ubalozi huo unatazamiwa kutoa huduma muhimu za usaidizi kwa raia wa Kenya na kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Mwisho wa muhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, utaweza kupokea habari zaidi itimiapo saa 4 kamili. Jina langu ni Ramla Abdi. Maasalam. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea Ikra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.ikrafm.com au www.ikrafm.webradiosite.com, tukuangazie yote yanayojiri. Ikra FM 95.0, idhaa ya tofauti.